الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، نendelea na tafsiri ya sura Maryam. Tulipokuwa tunasoma katika aya 71 ya sura Maryam, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tumesema wa in minkum, watu wote, hakuna yote katika nyinyi ila atafikia hapo, al-wurud, kufikia pale. Na kama ilivyokuja katika sura al-Anbiya, inasema nini? Aya 98 inasema innakum wama ta'buduna min duni llahi hasabu jahannam, hakika nyinyi na hayo mnayoabudu ghairi ya Allah, ikiwa masanamu, ikiwa nini, ikiwa nini, min duni llahi, nyote nyinyi kwa pamoja, hasabu jahannam. Hasabu jahannam ni kuni za moto jahannam. Antum laha waridun, waruda hapa inakuja pia imetumika ni antum laha waridun. Hapa bila shaka inakupamana kamili kwamba dakhiluna pia, mtaingia, kufikia, kuingia katika maani zilizochukuliwa kwa maana miwarada, lama warada maa Madyan, kufikia kwenye sehemu ambayo kuna maji ya Madyan pale ilivyokuja. Kwa hiyo hapa innakum wata'buduna min dunillahi hasabu jahannam, alafu kusema nini? Antum laha waridun. Lakini kwa hao ambao washirikina, wariduna hapa inakupamana zaidi ya kwamba kufikia tu, bali na kuingia na kuihisi ile adhabu ya moto wa jahannam. Hayo yote yanaingia katika maana ndo. Alafu anasema nini? Thumma hii yani inatupa raha katika kusoma aya inayofuatia, aya kitisho pale pale, kitisho kinazimwa kwa raha, aya ya raha. Thumma nunaji alladhina ittaqaw, basi timiza taqwa kwanza ili upate an-najah, kisha tutaokoa wale waliomcha Mwenyezi Mungu. Tutaokoa wenye kumcha Mwenyezi Mungu, wa nadharu, tutawaacha mbali, na tutawaacha adh-dhalimina alladhina dhalamu anfusahum wa dhalamu nafsi zao, wa nadharu adh-dhalimina fiha. Hapa imeshafika kuingia tena fiha, fi jahannam. Tutaacha fiha jisiga, labda inakupa picha kwamba na wao pia walikuwa karibu na jahannam, lakini ihsasi wanaipata waumini katika moto ni kama tulivyosema, ni ihsasi ya Ibrahim kutia katika moto, kaambua moto ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Zile hukumu zake za kitabia, natural phenomena, zile hazi apply inapplicable kwa mtu kama yule, kwa sababu mwenye kutengeneza hizi phenomena, hizi tabia za vitu ni mwenyewe Mwenyezi Mungu, akazipa characteristics zake, na yeye ndio mwenye kuzuia akitaka. Naam, huyu anaona adhabu inampata, na yule muumini hala haisi chochote adhabu yake, kisha yona alipoingia kaburini tu akawashiba pepo kama wanavyosema wengine, khalas anakuwa na uhakika kwamba pepo inamsubiri. Allahumma ja'alna min al-janna. Kwa hivyo jumia al-khalaiq hawla jahannam, wote mu'minuhum wa kafiruhum, wote wanakusanywa katika hawla jahannam, surrounding ya jahannam, katika jahannam. Waumini wake na wa ile peke yake ni kitisho kwa kila mmoja, hasa yule anaingia. Almu'min idha raaha, akiona, na muumini atakuwa hali kama Ibrahim, yanarukuni bada salama Ibrahim, na atapoiona ihsasi yake nini pale, kwamba anaona moto na anaona wale watakaoingia, lakini yeye haingizwi kwa fadhila za Allah.
anahisi ahassa bifadlillah alayhi, anahisi ile fadhila ya Mwenyezi Mungu juu yake, kinyume na kafir. Alkafir yatamallaku ar-ru'b wal khawf shadid, anaogopa, anafia, anahora na panic, hatari, mambo hayastahimiliki. Hivyo ndivyo wanapokabili mushrik kafir, yule anastahili kwenda motoni. Fa idha sarafa almu'minuna, katika eneo hili la moto, wakiondoka kuelekea katika nini, katika pepo zao walioahidiwa, pale ana furahi na fadhila za Mwenyezi Mungu juu yake, hali ya kwamba wenzio wanaondoka, hawa wanakwenda zao kwenye starehe za peponi, na sisi moto ndio tutakuwa ndani humo. Nini inakuwa ihsasi ya kafiri pale? Anahisi vipi? Hofu yake kwa namna gani? Anahisi namna gani alivyodharauliwa? Anahisi namna gani atovo nini, atovo nini? Ni kama naona kama anafanya istizai na sasa watu wanaondoka, sisi tunabakishwa khalas, katika hali ya total despair, kata tamaa kabisa, moto unaoja. Kwa sababu thumma, ikisha baada hapo, kullu muwaridun, wako pale الكل إلى واردها، lakini thumma nunaji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina, tunaacha pale pale wakatumbukizwa katika moto fiha jisia. Na wanapokuwa wanaingia peponi, na hawa wanabakia katika moto, watupohisi haya, wanakumbushwa, kwa nini nyinyi hamjataka kuwa kama wao? Mmetaka wenyewe mkadhulumu nafsi zenu, kwa sababu wamepewa hoja zote duniani, inabakia majuto tuko. Anaambiwa kama ilivyokuja katika aya ngapi, ya 73, wa idha tutla alaihim ayatuna bayinatin qala alladhina kafaru lilladhina amanu ayyul fariqaini خير مقاما وأحسن نديا. hivi ndivyo wanavyosema. Wa idha tutla alaihim ayatuna bayinat, na wanaposomewa aya zetu zilizo wazi, qala alladhina kafaru, wale waliokufuru, lilladhina amanu, huambia, husema kwa kuambia wale walioamini. Wanahojiana sasa baina makafiri na waumini, ayyul fariqaini khair, nyinyi mnafikiri nyinyi mmeingia dini mpya, mnaacha dini ya wazee wenu? Hebu sisi tazame hali zetu tulivyo, na jizameni hali zenu. Ayyul fariqaini, hebu niambie kundi gani katika makundi haya mawili? Ayyul fariqaini khairun, ni bora, khairun maqaman wa ahsan nadiya. Katika makundi mawili, ipi lenye cheo kizuri? Maqam ni cheo, na husomwa kwa qiraa muqam, almanzil, pala pa kukaa. Muqam wa maqam, riwaya zote mbili yajibu katika usomaji wa aya neno hili. Khairun muqaman wa ahsanu nadiya, khairun maqaman wa ahsanu maqaman, almaqam. Ama man khafa maqama rabbih, anaogopa cheo cha Mwenyezi Mungu, utukufu wake, kuadhibisha kwake, qayyumiyati yake, jabarutillah, quwwatu, shiddatu, inna batshi rabbika shadid. Akikaa akifikiri yote haya, makhafa, lazima aogope. Kwa mu'min, man khafa maqama rabbih, au maqama bima kusimamishwa, indama wanaposimamishwa ila rabbihim yawma yaqumu ruhu wal malaika amama Allah saffan, yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Kwa hivyo pale makhafa maqama rabbi, hapa inakuwa maqama, lakini maqama bimaana alqaum, yaqimu, yanasimama, qum, simama. Na kuna aqimu salata, simamisheni sala, msimame ili kwa ajili ya kuingia katika sala. Sallu, salini. Aqimu sala, mdaima mnasimama katika kusali, maana dumisheni sala zenu.
Istithna unakwenda kwenye maana gani? Qum bimaana simama, fi'l amr. Kwa hivyo maqam ma ukitia kingine inaonyesha pahala pa kusimama. Ma ile manzil makani nuzul, nyumba hiyo. Masjid makani sujud, msikiti ile mama ya mwanzo mama madkhal makani dukhuli, yani mlango madkhal ukitia ma pahala pa kufanya. Sasa hapa maqama pahala pa kusimamishwa au pahala mnaposimama au maqama bimaana nini? Mnaposimama mbele za watu nyinyi mnakuwa nini? Wala hamtazamo wala mtu hatupi jicho lake kwako kukutazama tena, kwa uchafu wako, kwa fakiri wako, kwa maskini wako, kwa ujinga wako, kwa yote yanakuja mtu hata kutazama wapi, lakini yule mlikuwa anapendeza ayum ahsan maqama. Yani mnaposimama watu nani kasimama kweli, ama wengine hata kutazama kama kwamba hawajasimama. Hii inaleta maana na kupeni maana maqama, hata hii mweze kujua aya ikiwa imekusudiwa hivi au hivi au hivi. Ayum ahsanu maqama, ni nani mwenye cheo zaidi? Kwa sababu unapokuja akaeleza akaunganisha wa ahsanu nadiya, na yule mwenye nini, mwenye aliyekuwa na cheo kizuri na pahala alikuwa bora katika baraza wanazokaa katika majalisi yao, katika maskani zao. Na sasa nini maana yake? Wanapokuwa wanasema kama hii aya inasema mwanzo, wa idha tutla alaihim ayatuna bayinat, wanaposomewa aya zetu zenye kubainisha kila kitu. Kafir hataki kusikia maneno hayo, yeye hataki kabisa kusikia maneno hayo. Wa idha tutla alaihim ayatu bayinat, albayinat maana yake zenye kubainisha, alwadhihat kwa wadhih kabisa, very clear, safi kabisa, yenye kubainisha nini? Dalalat ala wahdaniyati Allah, hilo mbele kabla kila kitu, inabainisha utukufu wa Mwenyezi Mungu na upweke wa Mwenyezi Mungu, ala wahdaniyati Allah, na kadhalika wa ala sidqi rasulihi, ukweli wa mtume wake, ayatu bayinat, na anayahakikisha yote yaliyosemwa kuwa ni haki yalikuwa ndani yake. Hapa dalili hizi zilizokuwemo katika Qur'ani na yote yaliokuja dalili ya ishara zote za utukufu wake Mola kwa kuumba vitu vyote hivi, ayat bayinat, ayat zinaeleza kila kitu, wadhihat katika kila jambo. Lakini wao hawatizami hivyo, wanatizama hali zao zilivyo. Ayatun bayinat kwa wala haziwashughulishi. Ndio akasema hapa, qala alladhina kafaru alladhina amanu, huambia wale makafiri kuwazungumza na wale waamini walikuwa na ayat wadhihat bayinat, anaambia mnafikiri nyinyi, hebu jizameni hali zenu kwanza, mtutizame na sisi, mtutizame na sisi tulivyo, halafu semeni nasema nini nyinyi. Na unajua mwanzo ulipoanza Uislamu watu wote watumwa, wafakiri, hali zao ngumu, wanyonge, hata walikuwa watumwa mbele ya majabari ya kina Abu Jahil na wengine wakiwatesa katika adhabu. Kwa nini wameslimu? Lakini Bilal anaambia mnamiliki kiwiliwili, kiteseni mnavyotaka, lakini huu hamumiliki wala mtu huoni, ahadun ahad. Allahu akbar. Kwa hivyo zinapokuwa reasoning zao, madhahiri yao, kubishana kwao, wanajiona wao aazzi nas. Kwa hivyo hawataki hoja za ayat bayinat wao abadan. Al-kufar miujiza yote ilikuwa mbele yao wala kama hawayaoni. Al-kufar yahrubuna ila hadha an-niqash, mazungumzo hayo, majadiliano hayo, wanakimbia, hawataki. Wao wanakwenda katika ilmu dunia, katika madhahir dunia. Hao ma atheist wanakuwa mimi siamini, naamini science tu, nipe ushahidi wa kila kitu. Kwa hivyo kafiri anamwambia muslim ayu nas afdal, anajiona kwamba yeye nadhifu, kavaa nguo nzuri,
majalisi yao, makao yao, wanakaa na hudhuria kubwa kubwa. Wao matajiri, wao wana mapesa mengi. Ukitizama ahsan nadia, an-nadia, neno nadia, kuna neno nadia, na kule Maka viongozi wote wakubwa walikutana katika baraza lao, baraza la wakilishi darun nadwa. Wanaita nini? An-nadwa. Neno nadwa inaitwa ni kama seminar, kufanya kukutana watu kudiscuss mambo yote ya makubwa yanayohusu nchi yao. Maka walikuwa wakikaa jalsa yao. Yuko wapi Walid ibn Mughira? Yuko wapi Amr ibn Hisham? Yuko wapi nani? Yuko wapi Umar Khattab kabla hajasimu? Hii Darun Nadwa ndio pahala ambapo vigogo wakikaa kule, na wale watumishi wao na watu wao wanakaa nyuma. Unajua, kwanza inaanza nyumba ya mtu, chumba chake, kama ndo majlis kwa watu wa karibu. Akiwa kidogo mzito, anafanya majlis kubwa kwa ajili ya wageni mbalimbali, majirani na watu wanakaa wakija kunywa kahawa kwao, wakikaa wakizungumza, akipewa heshima kwamba yeye ndo kama tajiri wa mtaa. Anakuja wale watu pale kidogo ile kwa mustawa ya nini kifamilia, na watu walikuwa karibu na yule mtu alikuwa alafu baadaye kidogo anatoka hapo na wanaenda kwenye mkutano mkubwa, wanaingia katika nadwa, katika Darun Nadwa, katika nini an-nadi. Tunaposema nadi kwa lugha ya kisasa tunasema klabu ya mpira, nadi al-Ahli, nadi nini, nadi al-Wahda, nadi kadha andia, wanaziita andia nadi. Wakati nini yunadi, maana yake kuita. Kwanza ukitazama asili ya neno yunadi, kila mmoja anaitwa aje kuhudhuria pale kwa jambo lilikuwa muhimu kwa watu. Kwa hivyo anaposema Abu Jahil, atutisha nini Muhammad? Sisi mimi kama nani alipotaja alaiha 19, atisha kwa malaika 19 sio kwa jahannam. Mimi kila malaika moja nitapeleka watumwa wangu 10 tu, natosha. Akapiga nao. Na ndo hicho kichwa chake chenye kufikiria hivyo. Mwisho katika surati Iqra inasema nini? Faliyad'u nadiyahu, aite wale wanataka kuita katika watu wake waliomzunguka. Sanad'u zabania, na sisi tunaita zabania. Usimsikilize Muhammad wala usishughulike naye. Zabania anataka kupigana nao kwa watu 10 watu wake. Kwa hivyo nadia majalisi zao na andia zao walipokuwa nakaa ndani yake, mna nini? Mna makochi mazuri, anakusudia matandiko mazuri, wamezungukwa na vyakula vizuri, halafu nje watumwa wao na maskari wao wanawalinda nje. Hayo yote katika nini? Ayukum, unapokaa kadiscuss kwamba tazameni madhari yetu, jitazameni na nyinyi. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين. Hebu niambie fariki yenu na fariki yetu sisi. Nyinyi fariqain, makundi sasa hizi timu za mpira kila moja ito fariq al-ahli, fariq nini, fariq al-wahda, timu au bimaana group, makundi kundi. Ayu al-fariqain, nyinyi mnajiita Waislamu, nyinyi mnamwamini Mungu mmoja asionekana, na sisi tunaamini masanamu. Ayu al-fariqain, wapi katika makundi haya mawili khairun maqaman, wenye heshima na vyeo vizuri? Hamuoni wenyewe? Tazama katika majlisi yetu namna gani, namna gani wote wanapotuheshimu sisi wakubwa, namna gani walinzi wetu waliojaa wamezunguka huko na silaha zao, namna gani vyakula vinavyotandikwa pale wakala, namna gani. Nani bora? Sasa kwa nyinyi hiyo ndo hali yenu, tazameni nguo zenu, tazameni hali zenu, tazameni njaa mliokuwa nayo. Nyinyi mtakuwa bora kuliko sisi? Khairu makana wa ahsan nadia. Ndio yule sahibu al-kahf, sahibu al-jannatain, kawaambia nini mwenziwe? Wakana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru, yana matunda jannatain zake, mabustani mawili, anakaa na discuss naye, anazungumza naye, wao halu
anaambia ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara, mimi na mali kuliko wewe na mimi mtukufu mbele ya watu kuliko wewe. Wewe nani anakujua? Adakhala jannatahu wa huwa zalimu nafsi, kaingia katika bustani yake na kaidhuru nafsi yake. Tena jeuri zake, ma adhunnu an tabida hadhihi abada, sidhani kwamba shamba lote zuri lilivyostawi kama hivi itateketea hili. Kama adhunnu saata qaima, anna saata qaima, ala sidhani kwamba kuna saa itasimama kiyama, wala hata wala iruditu ila rabbi la ajranna khaira min munqalaba, nikirejeshwa kwa Mola wangu nitapata lokuwa bora zaidi kuliko haya. Hiyo ndio nini? Ndio mtazamo wao. Kwa hivyo mtazamo wao unaona namna gani wamecheo walichokuwa nacho, watumwa, ulevi katika nini, mambo ya nini, hafadhati zao, haya naona kwamba wao ndio wako bora sana. Lakini dini ya Mwenyezi Mungu haiwashughulikii hao. Mwenyezi Mungu amewajalia hawa ndio walioanzisha dini, wakawa na nguvu kuliko hao, na wale wakateketezwa wakaumizwa. Kwa maana Mwenyezi Mungu kajibu hapa nini? Wa kam ahlakna qablahum, aya inafuatia, wa kam ahlakna qablahum min qarn hum ahsanu athathan wa ri'ya. Wa kam ahlakna qablahum, anasema hapa kam sio swala ngapi. Swala ngapi na jawabu yake Mungu wengi. Wangapi na wangapi? Tunasema kwani yule tu wangapi na wangapi? Swala kwani au maana kuonesha wengi. Kwa hivyo الكم للكمية مش يعني عدد السؤال يعني كمية. وكم wangapi ahlakna tumeangamiza qablahum min qarn, na wangapi tuangamiza kwa watu karne. Karne anasema nini? Umma zilizopita. Karne bimaana nini? Wanasema aljamaa. Alqarn bimaana umma, bimaana aljamaa almutaayishuna zamanan ma, jamaa wanaoishi pamoja katika wakati maalum. Urefu unategemea haithu tatadakhalu alajyal baina yao. Anaanza babu, anakuja baba, anakuja mtoto, anakuja mjukuu, na hawa wote kwa pamoja age hizi ambazo kuna mahusiano. Mjukuu anamuona babu yake mkubwa, babu babu wa baba, au sio? Babu anamuona. Hii ajyal hizi generations ambao wamehesabu, kwa hivyo wameita karne ndio century, ndio miaka 100 kwa kisia. Lakini wengine karne wachukua miaka 80 kamili. Lakini pia qarn manake aljamaa mahma tala min alzaman, hata ukiwa muda mrefu lakini basi hawa jamaa zaman idha ijtamau ala mulkin wahid au risala wahida, ufalme moja au risala moja, basi hawa wanaitwa qaum Nuh. Wameishi muda gani? Qaum, lakini wote julikana labithu kam 1000 sanati illa 50 ama 1000 kasoro 50. Nasifu sasa hawa pia naitwa qaum. Sasa hawa inapokuja swala wa kam ahlakna qablahum min qaum, wangapi tumeangamiza? Anarudi sasa, anatizama sasa katika mind yake, anasoma nini? Alam tara kaifa faala rabbuka bi'ad iram dhati, huo ni mzizi aliofanya kwa Ad, iram dhati imad, wa thamud alladhina jabu sakhar bilwad, wa fir'auna dhil autad. Wako wapi? Alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil, karibu na nyie. Wazee wengine wakumbuka namna gani tena Babeli walikuja wakateketeza jeshi la Abraham. Alam tara kaifa faala rabbuka, alam tara. Haoni yote hayo yatokea. Una wangapi wameangamizwa katika sasa. Unapokuja ukasoma aya kama hii, kama halakna qabla min qarn, hawajawa wakiringa na mali zao na utukufu wao na nguvu zao na kila kitu chao. Naam,
walikuwa kinga, wako wapi? Wameshapotea wote, wamekwenda. Ambao watu hawa hum ahsanu athathan, walikuwa na matandiko mazuri sana, walikuwa na mafanisha nzuri nzuri, walikuwa na mapambo ya majumba yao mazuri mazuri, na walikuwa wakivunja hii majabali, wakifanya majumba ndani ya majabali. Wa ahsanu athathan wa riya, walikuwa wanapendeza mbele ya macho ya watu, watu wanafurahi wazuri kwa kuwatazama. Ahsanu athathan wa riya. Na aya kama hii wanapokaa wale washirikina na kujadiliana nao, yatukumbusha tunapokwenda katika sura Mutaffifin, inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun. Hawa washirikina walikuwa wakiwacheka wakaona, wa idha marru bihim yataghamazun, wakikaa kikonyezana hao walopotea. Marru bihim yataghamazun idha inqalabu ila ahli munqalabu fakin. Wakishafika kwa wenzao, washirikina wenzao, wanakaa basi, leo nikupashe, leo nikupe story imetokezea nini, fulani kapita pale, tukamzomea tukamnini. Wa idha inqalabu ila ahli munqalabu fakin wa idha rahum qalu, wakiona sema inna haulai la dhalun, hao ndio walopotea, ati wao ndio walopotea. Taib, wao wamepelekwa kwa ajili ya kuwatazama nani kapotea nani hajapotea. Wama ursilu alaihim hafidhin, bas falyawma alladhina amanu min alkufari yadhhakun, leo ndio watawacheka kufari. Ala alaraik yanzurun, watakaa kwenye vitu vyao vya starehe huku wanatazama magano kuadhibishwa. Alafu anabaha, je, sasa hivi mshafurahi, mshalipa kisasi chenu? Hal thuwiba alkufaru ma kanu yafalun, wamshalipwa makafiri, sio thuwiba thawabu hapa, ajiri yao wanastahiki adhabu. Yani hal thuwiba alkufaru ma kanu yafalun, wanashikana hapo. Kwa hivyo tunaona kwamba itapofika kama tulivyosoma, lakini bali tuache kwanza hii kwamba kama halaka min qarnin hum ahsanu athatha waliya kul man kana fi dhalala falyamdud lahu rahmatan, kama ilivyo. Inshallah tuweze kuingia leo, tutangojea, lakini tujue kwamba hawa washirikina wamewapa mateso, wamewapa fatiki kweli, wamewatesa sana waumini katika mwanzo wa wahi, na kuwatesa watumwa wao, na kwa nini wameslimu, na kuwapiga na kuadhibisha na kila aina adhabu wamefanya. Lakini Mwenyezi Mungu, intansurullah yansurkum, kama mtamsuru Mwenyezi Mungu dini yake atakunusuruni tu. Lakini lazima mpite katika mitihani, na mitihani hii tunaona wazee wetu walikuwa masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam namna gani wameanzisha dini katika hali ngumu kabisa. Halafu kisha baadaye Mwenyezi Mungu akawapa ushindi, na wakabashiri wenyewe wanakufanya hivi, basi sayuhzamu jam wa yawalluna dubur, hao ndio watashindwa na watakimbia, wakupeni migongo waende zao. Na ndio ilivyokuwa baadaye. Lakini si mwaka la miaka miwili, imepita karibu miaka 13 na 8 huko, miaka 20 imepita. Ndio hapo ndio kidogo wakaanza kupumua Waislamu kwa mateso waliopata. Na kaumu zilizopita kama 247 inasema waqala lahum nabiyum, mtume wao aliwaambia, inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika, mmepewa Talut kwa ndo mfalme wenu, mkapigane na hao maadui zenu. Qalu anna yakunu lahu almulk, vipi atakuwa na ufalme yeye apewe, alaina juu yetu sisi, wa nahnu ahqqu bilmulki minhu. Kwa mi'yar gani wanapima? Kwa criteria gani? Kwa kipimo gani wanapima? Hata kwa wao ndio wana haki zaidi ya ufalme, na ufalme anaotoa mwenyewe Mwenyezi Mungu. Sasa nahnu ahqqu bilmulki minhu, kwani wala yuta sa'atan min almal, ana pesa chote maskini lofa yule awe mfalme kwetu, sa'atan min almal. Qala inna Allah astafahu, Mwenyezi Mungu amemchagua na amemtukuza na kumchagua alaikum dhiyaniye, wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, amempa ziada, amemtanulia zaidi kiwiliwili na kwa ilmu, ndio kwa maana akamchagua. Wallahu yuti mulka man yasha,
Mwenyezi Mungu anatoa ufalme wake, ampa mtakaye. Kwa hivyo amepewa ufalme katika kuwapa au mnaona maskini, basi wamepewa imani. Mkibeba mkipima na mali yote mlikuwa nayo, wala si chochote, wala tone mbele ya kheri waliopewa waumini. وبهذا نكتفي. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.